ya kwamba utatusaidia, ya kwamba hatutachukulia mzaha neema ya wokovu ambayo umeachilia juu yetu. Mungu wetu, hatutachukulia mzaha, hata Mungu wetu tukijipata katika afya kama vile tulivyo hivi sasa, ya kwamba Bwana hatutachukulia mzaha hata kuwa wakati tumeona ama tumekula, tumekunywa, Mungu wetu, ya kwamba tunaweza tembea tukatoka katika maeneo yetu, mahali makazi yetu, tukafika katika nyumba yako. Mungu wetu, tunahesabu hii yote ni baraka, baraka kwetu ewe Bwana. Twakushukuru Mungu wetu Bwana, hata nafasi ya kusikia neno lako ewe Mungu wetu. Kuna wale hawawezi sikia, kuna wale ambao Mungu wetu hawana appetite, hawana haja na neno lako Mungu wetu. Sisi umetuneemesha, umetupatia nafasi ya kwamba tunaweza kuketi vile tumeketi hivi tukasikiza neno lako. Twakushukuru Bwana, twakushukuru kwa vile ambavyo na kwa yale ambayo umetutendea. Na kwa hivyo Bwana, tunapoendelea na study ya siku ya leo, tunaomba ya kwamba Mungu utatupatia mwongozo, ya kwamba utatupatia mwelekeo, ya kwamba Mungu wetu tutaweza kupata nafasi ya kuweza kusikia yale ulio nayo kwa ajili yetu, na ya kwamba Bwana, tunapofungua maandiko, ya kwamba Mungu wetu Roho Mtakatifu, ya kwamba utatufunulia zaidi Bwana, tuweze kujua yaliyomo ndani mwa haya maandiko, na yale ambayo tunahitaji kuyasikia, yale ambayo tunaweza kuyaweka na kuyahifadhi katika mioyo yetu. Tunakushukuru Bwana na tunakuinua, kwa maana wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Ni jioni njema ambayo ninaamini Mungu ameifanya ili tuweze kufurahia na tuweze kushangilia ndani yake. Ningependa kuwashukuru tena mara nyingine kuweza kupata nafasi ya kufika hapa jioni hii ya leo ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Hii ni ishara tosha kwamba tuna kiu. Tuna kiu kama vile ambavyo mtu anapopata kiu ya maji anaenda kutafuta maji ili aweze kunywa na aweze kukata ile kiu yake. Na hivyo ndivyo hata naamini imefanyika kwetu, kwa ya kwamba we have decided to leave some of the things that we have been doing and that we can spare this time to come katika uwepo wa Mungu. Na tuna hiyo hakika tunaihesabia kama tunahesabu kama baraka. Hatuwezi chukulia kwa muhimu, kwa kwa mzaha. Ningependa kuwakaribisheni. Najua kwamba tumechelewa kidogo, lakini kweli tumechelewa, na lakini tunaamini Mungu ataweza kutusaidia ili tuweze kuendelea. Wale ambao watakuwa wanaungana na sisi katika mtandao weza study hii neno la usiku wa leo. Naamini Mungu ataweza kutusaidia na Mungu ataendelea kutubariki. Naona kuna quite a number of people ambao wanaendelea kujiunga, na karibuni sana wale ambao tayari mmeshaingia. Mungu aweze kuwabariki sana sana sana. We have been studying the book of Jonah, kitabu cha Jonah, na wakati tulikuwa tunakumbushana kuhusu maana ya jina hili Yona, linamaanisha nini, nikaona ya kwamba linamaanisha nziwa ama dove, jina ambayo ni dove, na tutaendelea kudig deep kuweza kuona hakika, kwa sababu jina lina umuhimu. Jina kwa mtu yoyote ama jina la mahali popote lina umuhimu fulani na liko na maana fulani. Kwa hivyo we will continue to look into that tunapoendelea katika study yetu ya leo. Tunazidi kumwangalia huyu kijana ama the son of Amitai, ambaye tunajua ya kwamba alikuwa nabii kule Israeli,
ambaye alikuwa mzaliwa kule Israeli, na kweli tumejifunza quite a number of things. Wakati ametumwa akapata mwito wa kumtuma katika misheni ya kupeleka injili kule Nineve, na tukaona ya kwamba aliweza kuamua yeye mwenyewe kufanya uamuzi wake, na kwa sababu yake ambaye alikuwa nayo, ambaye alihisi ya kwamba hiyo sababu ilikuwa tosha ya kutompeleka Nineve, na akamua ya kwamba atahepa na ataweza kuenda kule kwingine ambaye alikuwa anaelekea kule Tarshish. Na tumeona quite a number of things. Tunaona jinsi ambavyo alianza safari, hiyo safari akaenda akapatikana katika ile merikebu, akawa anasafiri akielekea, na jambo ama ukawa na jambo liliendelea pale baharini ambayo mambo haikuwa mzuri sana, na tukaona ya kwamba mkono wa Mungu ulikuwa behind all that was happening in that particular boat. And so we saw all that last week. Tuliona maombi ya Yona, vile ambavyo aliweza kumuomba Mungu akiwa katika lile tumbo la lile samaki, akawa anaomba Mungu pale katika unyenyekevu na katika toba, na tuliona kwamba Mungu ni wa neema na Mungu ni wa rehema, na Mungu alimkumbuka Yona katika zile siku 3 ambazo alikuwa katika lile tumbo la ile samaki. Yeye akamuona Mungu, and then later on tuliona kwamba Yona aliweza kutemwa katika ile kule katika pande ile ingine, na wakati alipotemwa na ile samaki akaweza kutoka na akatembea sasa akaingia kule Nineve. Na huko Nineve aliweza kuweza kuhubiri injili ya Kristo, na tukaona ya kwamba Nineve ikapata wokovu. Kwa hivyo tunaendelea katika ule msururu vile ambavyo Mungu amekuwa anatuwezesha. Tukaona kwamba Yona akaweza kumsifu Mungu kwa sababu ya ukombozi wake, vile ambavyo aliweza kumkomboa katika ile samaki akiwa pale katika lile tumbo. Tukamuona Mungu, Yona pia akililia Mungu akiwa pale katika lile tumbo la samaki, na tulijifunza quite a number of things, na kaona ya kwamba wokovu unatoka kwa Mungu, ya kwamba Mungu peke yake ndiye anaweza kuokoa. Mungu peke yake ndiye anayeweza kuokoa. You look at the whole thing, the whole picture, that this is something that had never happened, that someone can appear, can spend 3 nights in the belly of fish, and later on come out in good health, akatoka pale akiwa ako hai, and nothing had happened to him. And so we are seeing here, and Jonah himself is confirming that indeed salvation is from the Lord, and it's only God who can save man. It's only God who can save man. So tuliona hayo yote, tunapoendelea, na tukaona akiwa ametoka huko nje ya samaki akaweza kuelekea kule katika hiyo mji wa Nineve, ambayo tunaarifiwa ya kwamba wakati alipofika pale aliweza kuhubiri injili, na habari hii ilipowafikia na ikafikia pia mfalme ambaye alikuwa wa sehemu ile, na mfalme
walipokea injili na mfalme akaweza pia amuru ya kwamba watu wote wataweza kufunga na kuomba kwa ajili ya hiyo. So today we are looking at chapter number 3. Chapter number 3. Sijui kama kuna mtu ambaye ako na swali lolote ama kuna kitu ambayo unataka kuibua hapo nyuma ambayo ilikuwa tulikuwa tumeisoma in chapter number 2 and you're feeling like you don't we should not move forward, you would want to raise something in that particular chapter. Kuna mtu akona anything you want to say about chapter number 2 even before we move to chapter number 3? Yes. Mpatie brother Mark, hebu pitisha hiyo chombo. Siku hiyo on Tuesday. Na hebu sema tena. Nasema siku on Tuesday, lakini ilikuwa na point fulani ilikuwa nayo kusema ya kwamba wakati Yona alikuwa ndani ya samaki, yeye hakuacha Mungu, alimuomba Mungu. Na Mungu alijua ya kwamba tuko na kitu katika huyu Yona, ndio amtuma huko Nineve. So nikalani ya kwamba in difficulties lazima tuangalie Mungu, kwa sababu huyu Yona alikuwa in difficulties. Na wakati alikuwa in difficulties na samaki ikammeza, akaomba Mungu akiwa ndani ya samaki. Na point nyingine ambayo nilikuwa naona nikasema kwamba huyu Yona pia yeye alijirudia, akajua yeye ndio mwenye makosa. Basi aliona baadaye hao wengine kuangamia, yeye angamie. Kumbe Mungu alikuwa na mpango. Yeye hakuwa na tumaini ya kwamba aliona akianguka kwa maji hakujua samaki itammeza. Aliona tu afadhali yeye angamie ili hao watu wengine waendelee na safari poa. So ilikuwa inazirisha maybe bila Yesu alijitoa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ajili ya dhambi zetu yeye akajitoa muhanga. Niliona huyu Yona alijitoa kama Yesu Kristo. Inamaanisha ni picha Yesu Kristo ambaye inaonekana kwamba alijitoa muhanga pale kwa sababu yeye hakuwa mtenda dhambi. Lakini sasa Yona yeye alianguka tu pale majini na hakuwa na tumaini, hakujua samaki itammeza. Na Mungu akafanya vile alitaka. Kwa sababu Mungu anaweza fanya chochote kile ambacho anaweza kutaka. Yeah. Asante Elder Mark kwa that observation, kuona ya kwamba Mungu alikuwa na mpango fulani, alikuwa na mpango fulani na Yona, na kweli ameguzia hapo quite a number of things, kuonekana ya kwamba Yona is in other ways a type of Christ, yule ambaye ni kama Kristo, because ameguzia hapo kusema ya kwamba jinsi ambavyo alijitoa katika lile tumbo, alijitoa katika ile merikebu, na kwamba watu hao hawatakufa, watu hao hawataangamia kwa sababu yake. Akaamua ya kwamba yeye aweze kuingizwa katika maji, atupwe katika hiyo maji, ili wale watu kupatikane wokovu katika pale katika hiyo boti. Alijitoa ili kuweza kuokoa mamia. Hatukuelezewa ya kwamba hao watu walikuwa huko ndani walikuwa watu wangapi, lakini inasiwa ya kwamba walikuwa watu wengi ambao walikuwa hapo ndani. Kwa hivyo yeye anajitoa uhai wake kwa ajili ya hao watu wengine. Ingekuwa mwingine pengine angekataa, seme mimi siwezi nikatupwa, hata kama mtanitupa kwa hiari yenu. Kwa nini mnataka kuniua? Kwa nini mnataka kunifanya hivi ama vile vingine? Lakini willingly akasema, akatambua ya kwamba makosa iko upande wake, na akasema ya kwamba atabeba hiyo na aweze kuangushwa katika ile maji na aweze kuokoa wale wengine. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu alikuwa pamoja na huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Yona, na
akaweza kuwaokoa hawa watu wengine. So I want us to go to chapter number 3. Na katika hii chapter, this particular chapter, tunaona sasa Yona anaingia Nineve. Tunaona Yona sasa anaingia Nineve. Last week tulikuwa tumefanya chapter number 2, now we are in chapter number 3. Sasa tunaona Yona akiingia Nineve. Sasa ametoka kwa tumbo la samaki, sasa ametemwa. Sasa anaingia Nineve pale kuweza kupeleka ujumbe. And I want someone to help us read chapter number 3. Chapter number 3, and then I would say something, then later on nitaweza kuwapatia nafasi tuweze kutoa our highlights. Chapter number 3. Yes. Jonah chapter number 3 verse 1. It says, "Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you." Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from the throne of his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation of he issued. This is the proclamation he issued in Nineveh by the decree of the king and his nobles. Do not let people or animals, herds or flocks, taste anything. Do not let them eat or drink, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had expected. Amen. And I love that verse 10, where it says that when God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. This is what this translation say. But we are going to look at that later on. But now, tunaona this particular chapter number 3, yazungumzia kuhusu nafasi ya pili ambayo Mungu anapeana kwa Yona na pia kwa watu wa Nineve. Bwana asifiwe. Anampatia nafasi ya pili. You remember there was disobedience. Initially there was some disobedience to Yona, because instead of going to Nineveh, he decided to go to Tarshish. And so we are seeing the second chance for Jonah and the people of Nineveh. And because despite Jonah's initial disobedience, wakati Mungu alimtuma kwenda kuhubiri toba ama repentance katika
hii the city ambayo ilikuwa wicked ile ilikuwa ni watu ambao walikuwa hali yao ya dhambi ilikuwa imeenda sana. Walikuwa wanafanya mambo ambayo hauwezi ona ya kwamba hii ni kweli mwanadamu anaweza kufanya. Na tunaona ya kwamba Mungu anawapatia nafasi nyingine hawa watu, na in response hawa watu wanaamua na wanatoka katika njia zao na wanaamua kumrudia Mungu. Na ile tunaona ya kwamba ile ghadhabu ya Mungu ambayo Mungu alikuwa ameamua ya kwamba atawaangamiza, tunaona ya kwamba Mungu anaenda chini na anaamua ya kwamba hataweza kuangamiza. So in this particular chapter we are seeing quite a number of things. Tunaona number one, tunaona God's second chance, and we are going to look into that. Mungu akitupatia nafasi ya pili, na tunaona kweli Mungu amempatia nafasi ya pili huyu Yona pamoja na watu wale wa Nineve. Tunaona ile repentance and forgiveness. Tunaona the people are being remorseful. They are being they are acknowledging that they have indeed sinned against the Lord, and they have made a decision to turn around and call and cry out to God, and God in his own mercy anawasamehe. We are seeing the divine mercy of God, ya kwamba huruma ya Mungu sio huruma kama ya mwanadamu. Bwana asifiwe. God divine mercy, huruma za Mungu kwa mwanadamu. Maana huruma ya Mungu sio huruma ya mtu kama ya mwanadamu, vile ambavyo mwanadamu atakuhurumia leo. Saa zingine ninaona mahakama yetu ya hapa High Court ama zingine na serikali the same serikali, because kuna hizo three arms of government. Kuna judiciary, kuna the parliament, and then kuna hiyo ingine ni what do we call it, the executive. So hii yote ni serikali moja, and then tunaona mtu anaambiwa hana makosa kule kotini, and then anatoka kidogo tena anakuwa arrested, tena anawekwa ndani. Hiyo ni huruma ya mwanadamu ambayo anakuwa kama amekuhurumia, halafu hiyo huruma tena haifanyi kazi, tena unashikwa, tena unawekwa ndani. And so and God is not like man. Bwana asifiwe. God is God, na wakati anapoamua kuhurumia, extend his mercy to human being ama kwa mwanadamu, anafanya hivyo kwa moyo wake wote kabisa, na akiamua kusamehe mtu atamsamehe. And so this particular story emphasize a lot on God's mercy and compassion, and kwamba inaonyesha ya kwamba wale ambao walikuwa wanaonekana kuwa maadui wa Mungu, wale wanaonekana kuwa maadui ambao ni maadui kabisa, ya kwamba Mungu anawahesabia kwamba anaweza kuwapenda tena, kwamba anaweza kuwabariki tena, na kwamba tena anaweza kuwarehemu tena. Kwa hivyo Mungu ni Mungu, na ni Mungu wa neema na rehema tele. Bwana asifiwe. Ile tunaimba umejawa na neema na rehema tele. So we are seeing the divine mercy, and we are also seeing the impact of obedience. Tunaona ile the impact ya obedience, ya kwamba when you obey God, when you make up your mind and decide to obey him, then God is faithful and he will do his part. Bwana asifiwe. He will do his part. So we are also learning the impact of obedience hapa katika this particular chapter. Na tunaona ya kwamba ile kuto mtii Mungu, is the obedience
disobedience of this man, the son of Amittai, who is Jonah, wakati ambapo alikosa kumtii Mungu, akawa reluctant kutoenda mahali ambapo Mungu alikuwa amemtuma, akaona ya kwamba vile ambavyo yeye mwenyewe anafikiria ndani mwake, kama vile ambavyo nasikia watu siku hizi wanasema sina neema ya kuenda hata kanisani. Neema hakuna, haiko. Neema haiko hata ya kufanya hii, neema haiko. Watu. And so Jonah pia alionekana kama angesema ya kwamba hata sina neema ya kwenda huko. Hao watu kama watu wamekosa kutii, hao watu wamekuwa disobedience, hao watu wakatili, wamefanya yale mambo ambayo wamefanya. I am not going to Nineveh. Na mtu anaweza sema kama vile Mungu huyu anaishi huyo huko Nineveh, sitaenda. Naonanga watu siku hizi wanasema Mungu moja, hiyo mimi sitafanya. Mungu moja ni kama unaapa ya kwamba hiyo hautafanya. Mungu moja mimi sitaweza kufanya hiyo maneno. Lakini hatujui haswa vile alisema wakati alisikia hiyo sauti, pengine yeye pia aliapa kidogo kwamba hatafanya. Lakini Mungu akasema umeamua hautafanya, umeamua kweli, umeamua. Mimi kama mimi nimeamua hiyo, huko siendi, mimi naenda huko kwingine. Kwa sababu jamaa anaenda analala kule katika ile boat, na analala mahali anaona hapo akosekiwa, hakuna mtu atatambua ya kwamba yeye ndio shida katika hiyo. Lakini Mungu ako kila mahali. Mungu anamtafuta mpaka pale kilindini mahali alikuwa amelala. Anawaongoza hao watu mpaka kwa yule jamaa, anasema he is the guy, he is the culprit in that boat. Lazima huyo mtu wadeal na yeye, vile walifanya walideal na yeye kweli alivyotambua, akaona ya kwamba kweli hii maneno itani. We are also seeing the message of God's mercy to the world, the whole world, ya kwamba Mungu yeye hana upendeleo kwa vyovyote vile. Hana upendeleo kwa vyovyote vile. God doesn't only love his people. Like now when you look at the Jews were the people of God. Na walikuwa wanajisikia na walikuwa wanajigamba kweli ni watu wa Mungu. Na ni kama hiyo baraka ilikuwa baraka yao wao wenyewe. But now we are also seeing the fact that now Jonah is being sent from the people of God, those who are considered as the people of God, the Jews, now is being sent to the other side and to take the message to the people of Nineveh. So we are seeing that this particular chapter communicates to us about God's love to the whole world. Ya kwamba Mungu sio Mungu huyo wa watu fulani. Mungu ni wa watu wote ambao wana unyenyekevu na wameamua katika mioyo yao kuweza kumfuata Mungu na kuweza kumtambua katika maisha yao. Kwa hivyo atakuwa yeye Mungu wao. Na he doesn't give up on people easily. He never gives up on people easily. He will always follow up on people because he wants to see a people saved. Bwana asifiwe. Anataka kuona watu wameokolewa, kama vile ambavyo kitabu kile ambacho ni cha Petro, kitabu cha Petro wa pili, ule mlango wa 3 mstari wa 9, vile ambavyo inasema that the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Bwana asifiwe.
This verse is clear, and it says that God is not slow. He is not slow in keeping his promise. And he is always patient with us. He is waiting, kama vile mtu anangojea mahali, angojea kwamba heri huyu mtu jameni. Huyu mtu ako katika hii dhambi. Hii dhambi itampotosha. Hii dhambi itamuingiza katika eternal destruction. He is waiting. He is waiting. Kama vile neno la Mungu linasema katika kitabu cha Revelation. Is it Revelation chapter, is it 3:16 or Revelation where it says that, behold, I stand at the door and knock. It's like God is knocking every single day. He's knocking in the morning, he's knocking in the noontime, he's knocking in the evening. That everyone, that we would hear his voice. That those who are rebellious, those who have gone astray, those who are out there, they would hear his voice and open their doors. And he's saying that anyone ambaye atafungua mlango wake, yeye ataingia. And he said that he will dine with him, and that person will also dine with God. Bwana asifiwe. So God, he is patient. He is patient with his people. He is very much patient with his people. And he is looking forward. And he would want the whole world to turn back to him and be reconciled back to him. Bwana asifiwe. And that is the heart of God. That is the heart of God. And as we have always had, and just like when he was sending his disciples in John chapter number 28, verse number 18, where it says that when Jesus came to them, he said, all authority on earth and in heaven has been given unto me. And so go into the world and do what? And preach the gospel. And those who will believe, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teach them all that I have done, what I have commanded. And behold, I am with you till the end of the age. God is on a mission. Bwana asifiwe. He is a man on a mission. And he is a man on a mission to save the world, to bring the world back to himself. Kama vile ambavyo watoto wanaenda nje, kama vile ambavyo watoto wanapotoka. Unaona mtoto wako amekuwa amesoma. Unaona mtoto wako amesoma, and then anaingia katika vikundi vibaya. By the time you know, mtoto anavuta bangi. Huyu mtoto ndio huyo sasa amekuwa wanasema amefanya nini wakati hiyo kitu imeshika mtu kabisa. Amekuwa addicted to mambo kama hayo. Kama mtu amegrow up vizuri katika mzazi anaanza kuona mtoto amekuwa addicted in pornography, amekuwa addicted kwa ulevi, analewa kupindukia, hata mzazi anamwangalia anashindwa, huyu mtoto itakuwa namna gani? Na mzazi anaketi akiomba Mungu, anaomba heri huyu mtoto wangu akarudi, heri huyu mtoto wangu akarudi kwangu, mtoto akaachana na zile tabia ambazo anafanya, arudi kwangu aweze kuokoka kutoka kwa hiyo vitu. And that the same way God is waiting on his children to come back. Those who have gone astray, those who are out there in the world, those who are doing all sorts of things, and seated on the throne of mercy, looking at them, and it's like, heri tu angeweza kurudi na kuweza kunirudia. Kwa hivyo huo ndio moyo wa Mungu, na huo ndio moyo wa Mungu ambao tunaouona hata katika ujumbe huu wa kutuma huyu Yona kwenda kule Nineve kuhubiri injili na kuleta ili watu wake waweze kumrudia huyo Mungu. So we are seeing a global message of God's mercy that God is willing to pardon his people again. So we have seen all that.
And so because of, in the interest of time, I would want us to give our highlights, share with us highlights vile ambavyo tunatambua ya kwamba hii mlango sio mlango ambao uko na mistari mingi. Kwa hivyo ni mistari michache, na hiyo mistari michache kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutaweza kujifunza katika hizo mistari. So kama uko na highlight, I would want to give you an opportunity to share with us your highlight, and those who are online, kindly feel free. Unaweza kuwa mbali na hapa KAG, lakini kwa sababu ya mtandao, kwa sababu ya teknolojia, uko hapa karibu. Unapozungumza mahali ulipo, uki-unmute, for those who are joining us maybe for the first time or so, if you unmute your gadget, you can actually share with us your highlight, na tutaweza kusikia mahali popote ulipo. So ninafungua mlango huu, na kwa hivyo mahali ulipo, kindly wakati ni wako, unaweza shiriki na sisi your highlights. Naona Marian pale ataenda kwanza, kwa hivyo tunaweza mpatia hiyo pasha sauti. My highlight is from chapter 6, chapter 8, verse 6, verse 8 and verse 10. And it says, true repentance requires action. And this is seen in two actions. The first action is action of humility. The second action is turning from sin. And this is seen when the king, I'll read Jonah chapter 3, verse 6. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. That's a sign of humility. Despite him being a king, he didn't disobey Jonah, but he obeyed him, and he rose from his throne. And the wearing of sackcloth is a sign of humility. And the same way with the Ninevites, they also wore the sackcloth to show humility to God. Then the second action is turning from sin. And this is seen in Jonah chapter 3, verse 8, where it says, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. They abandoned their evil ways and violence. And us as Christians, repentance is not only as a word or feelings or emotion, but turning away from that sin. Yes. Asante Marian. Kweli kabisa. Ninaona hapo swala la unyenyekevu, humility. Na kweli Mungu anaangalia moyo ambao umebondeka, moyo ambao umevunjika na moyo ambao umebondeka. Kama vile neno la Mungu nasema ya kwamba yeye hata despise, he will not despise the broken and a contrite heart. And so we are seeing humility, even in the heart of the king himself, because when he received the message and that the Lord had sent the messenger and the message to Nineveh, he in his own humility aliweza kurudi chini, hakuweza kujiconsider as the king, akaweza kutoka mahali katika kile kiti chake na akaenda pale chini. And that is what God wants to see in our lives. Bwana asifiwe. True humility. Sio ile humility ambayo mtu anaweza sema kama nimekukosea basi nisamehe. Kama nimekosa basi nisamehe. Kama vile tunasikia wafalme wengine wa ulimwengu wanasema basi nisamehe. Lakini huyu ni jamaa ambaye anakiri ya kwamba hakika ni kama anasema
tumetenda dhambi Mungu mbele yako. And please God, in your own mercy, please remember us. Remember us, for we have fallen, we have gone astray, and please remember us and forgive us. And so we are seeing a lot of humility to the people of Nineveh, the entire Nineveh, and we are also seeing humility katika ule moyo wa mfalme wa nchi ile. Bwana asifiwe. And the Bible says that the righteousness exalts a nation, and sin is a reproach to any people. And so watu wanapoendelea katika dhambi, watu wanapoendelea katika upotovu, watu ambao hawaoni msaada wowote kutoka kwa Mungu, wanaona kwamba yale mambo ambayo wanafanya ndiyo kweli katika macho yao wenyewe, katika ile hekima yao ya ulimwengu, wanaona wao ndio wanafaa, na wao ile yao wenyewe wanafanya ndiyo ya haki na ndiyo ya kweli. Basi hao watu wataendelea kwenda chini na kuzama kabisa, na hawatazama tu kwa mambo ya kiroho, hata katika mambo mengine hata ya uchumi wataendelea kuzama. Kuna mtu aliniambia yule ambaye ni mzungu fulani ambaye niliinteract naye, tukaenda huko Uganda tukahubiri Injili, tukakuja hapa Bungoma tukahubiri na yeye hapo. Alikuwa mwinjilisti na mimi nilikuwa kama dereva wake, na wakati tunaendesha niko pale kwa gari, nikamuuliza wewe vile umetembea katika hizi nchi zenye umetembea ndani, ni nini hiyo ambayo umeona katika hizo nchi? Na akaniambia kwamba amekuwa katika nchi kama 20 hivi, lakini ile nchi zenye anaona kuna miungu ambazo zimeinuliwa, kuna uchawi unaendelea pale, kuna visa kadha wa kadha, mambo ambayo yanamchukiza Mungu. Unaona watu ambao kuna a lot of confusion in that land, and even the economy haifanyi vizuri. So mambo yote inaanza na kiroho. Wakati ambao watu wataenda kinyume na Mungu, even in a family setup, when people decide to give God a back, then that is now the beginning ya watu kuendelea kuzama. But watu wanapofungua mioyo yao, unaona hata hapo kuna uzima, kuna afya hapo, unaona kuna ufanisi na hali ya kufaulu. And so hii ni kitu ya kujifunza sana, that when we are humble, like the same way these people humbled themselves and they hearkened to the word of God, and they were willing to turn back and to say, God, we have sinned against you, please forgive us. So that heart, the heart of humility, God is looking even in us today. Bwana asifiwe. Moyo mnyenyekevu. Asante Marian kwa hiyo. Somebody else? Yes. Valerie. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. For me, the introduction of chapter 3 was very strong, because it reminded me of how God looks at me and how God looked at the people of Nineveh. He looked at them as a great city. And when we look at the book of Genesis from the beginning, whenever God finished his creation, he said that it was perfect and it was good. So he expected that the end of the people of Nineveh will be good. So ninaona Jonah hakucapture this perception ya Mungu. Alikuwa anaona watu ambao wametenda dhambi. Na pia ikanirudia ikaniambia, wakati Mungu ananiona, mtazamo wake huwa sio ile dhambi nimefanya, ni huwa niweze kuwa kile ambacho amekusudia niweze kuwa. So this is a lesson that came so strong from me,
because I also remember Gideon. When he met Gideon, he told him, "You are a mighty man of valor." So whenever God introduces us, he does not introduce us as weak people, wicked people. He introduces his people as great, mighty. He uses strong words on us. But I asked myself, do I see myself the way God looks at me? Saa ingine ninajiona niko duni, saa ingine najiona siwezi. But when God looks at me, he looks at me with perfection, and he expects that I fulfill that which he has purposed in my life. So indeed, the people of Nineveh hawakumwangusha Mungu, waliweza kutimiza the introduction that God gave them. They ended up being really a great city. So that is what I have learned. God bless us. Amen. Hiyo ni kubwa sana, kuona ya kwamba wakati Mungu anapotuangalia, hatuangalii kama katika zile glasses za mtu anaangalia mtu kama tayari amemjudge, ameona huyu mtu mwisho wake ni huu. And God always look at what we can become. And once you know, kama ameangalia huyu Mama Gideon, and people are looking at Mama Gideon, wanaona Mama Gideon ndio huyu tu, hakuna kitu hii inaweza kufanyika, lakini anaona mwisho wa Mama Gideon. Bwana asifiwe. Alishaona vile ambavyo watu the Ninevites wanaweza kuwa. Alikuwa ameshaona huyu jamaa ambaye anaitwa Yona anaweza fanyika nini, anaweza enda pale na aweze kuhubiri injili. Hata kama yeye mwenyewe pengine alikuwa amejidisqualify. Ameona siwezi nikapeleka hii. And she has mentioned people like Gideon. And we are also looking at people like Saul, who later on alikuwa Paul the persecutor, ambaye alikuwa na persecute the church. And the apostle, you look at the history of the apostle, unaona, I mean, Mungu anaweza kutumia jamaa ambaye anashika mateka, anashika watu wa Mungu, anawaweka korokoroni kwa sababu wanamfuata Yesu. Kwa sababu wanamfuata Yesu, anaenda anawateka nyara na kunjiani, na anakutana na Yesu. And then all of a sudden huyu jamaa anakuwa apostle ambaye ameandika vitabu vingi katika Biblia. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu wa nafasi ingine, ya pili na ya tatu. Na ni Mungu anajua mwisho wa mwanadamu, na Mungu anajua anaweza kumtumia mwanadamu kiasi gani, na anaweza kumtumia yeye kukamilisha ama kutekeleza mapenzi yake katika ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni swala kubwa, it's a big lesson to us, those ones of us who are here today. Like today someone was talking about mtu fulani ambaye ameacha jamii yake nyumbani, amepotea, alienda tu kidogo hivi akaachanisha watu wake nyumbani akapotea. Na alipopotea sasa watu mke anahangaika, wakimpigia simu, alifunga simu, au kijaribu kumtafuta huko hapatikani. Kuna wale wanasema huyo ni kama ni mtu wa nasa, huyo mtu hakuna kitu kingine inaweza tokea kutoka kwake. But Mungu anaweza fanya yale mwanadamu hawezi kufanya. Bwana asifiwe. Anaweza kumtumia kile chombo kidhaifu ambacho chaonekana hakuna kitu kizuri kinaweza toka ndani yake, na kiweze kukiinua kama Paul, mtumishi wa Mungu. Actually Paul later on, unaona wale wanafunzi wengine walisema hapana, huyu hatuwezi amini ya kwamba amebadilika. Based on what he was doing, hatuwezi amini huyu mtu amebadilika. It took quite some time for the people to embrace him and to accept the gospel ambaye alikuwa anahubiri. And so Mungu ni Mungu wa nafasi ingine katika maisha yetu. Yes,
Yes, Mark Jones. Verse 4 and verse 10. Verse 4 says, Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. Then verse 10 says, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. So what I'm learning is God's word does not go void. Iendi na ikose kutimiza kitu ilikuja kufanya, because I see, of course, Jonah amejaribu kupiga makona, but chapter 3 says, then the word of the Lord came to Jonah a second time. So when God wants to deliver a message, whether he'll come back second or third time, he doesn't mind. And he's a God of, like you've said, second and many chances. And after amepeana neno lake Jonah akahubiri akatangaza. And of course, if there comes a time maybe sisi kama evangelist to feel, of course hapa hakuna matumaini like Jonah alikuwa na feel, but after proclaiming the good news, proclaiming the message of Christ, how watu wali turn away from their wicked ways and now waka repent. And our God is a faithful God, like the way he says in 2 Chronicles that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, he is faithful, he will forgive our sins. And he is so good that, of course, watu wataona we are a lost cause, ama tunaweza ona they are a lost cause, but if they turn away from their wicked ways, if they humble themselves, whether walikuwa wamefanya dhambi gani, God is a faithful God, he will forgive them. And tunaona he did not relent, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. So our God is a good God. Tunaweza feel maybe tumefika mwisho or something like that. But when we pray, when we seek his face, and when we humble ourselves, he is a just God. He is a good God. He is a loving Father. He will forgive us na atatuchukua tena, regardless of the sin tumefanya. Tunaweza ona ni kubwa, but mbele zake he is a God of many chances. Atatusamehea. Na injili tunaweza feel, no, those people don't deserve it, but it is not for us to say we are deserve ama we deserve. We just take the message, and kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake alitarudi bure, itatimiza ahadi yake. Amen. Asante Mark Jones. That has actually reminded me about there was a time we went to nafikiri niko na historia moja upande wangu, and then nilisikia like some brethren left here, they went to do evangelism. I don't know whether it was in Katwikira, na wakatoka hapa wakaomba, and then they went, wakaenda, walipofika wakabisha, walipokuwa nabisha mlango, inasemekana wakatokewa na panga, kwamba wakawa threaten ya kwamba huyo mtu ataweza kuwakatakata kama watazunguka hapo. And then later on mtu fulani akawa anawaita tena same place, akawaita pale, na wakati walienda pale wakahubiri injili, and the same place watu wakafanya nini, wakaweza kuokoka. We have to understand that the gospel of our Lord Jesus Christ inakuwa inapingwa kwa njia zozote, and that is why Paul says, I am not afraid of the gospel. Sitaona haya, sitaionea haya injili, because it's the power of God that brings salvation to those who do what? Those who believe. Those who believe, it is the power. It's the only power. It's the only power that can bring salvation. That the gospel.
the gospel of our Lord Jesus Christ. So yeye anaona sitaionea haya injili, and many times kuna watu ambao kweli wameona haya, hata kuhubiri kwao wenyewe wameona haya, ama wamehisi ya kwamba maisha yao itakuwa hatarini wakati watakupeleka injili hii katika wale wengine, ama katika mataifa, ama wale watu ambao wanahitaji hiyo injili. Lakini tunaitwa, tunaambiwa ya kwamba tusiogope kwa vyovyote vile, tusiogope kwa vyovyote vile. And we should preach the gospel. We should preach the gospel, and the gospel of our Lord Jesus Christ. And when we preach the gospel, wakati mwingine vile nilisikia last time vile watu walienda huku Katwikira nini Bombolulu wakahubiri injili, inasemekana walikuwa wanafika hivi wanapata ni kama watu walikuwa wameongojea, wanaongojea wapokee injili na waweze kuokoka. Kwa hivyo mpaka wakati tutaenda lazima tuweze kuenda. There is power in the going. When we go, things happen. If you don't go, mambo kutabakia tu ile status quo, tutakuwa na ile status quo kwamba mambo itabaki vile vile. And so we are called to go. We are called to go to hearken to the Great Commission and go. And as we go, that the message of Christ itaweza kuleta wengi katika ufalme wa Mungu. And that is what God would want to see. That is what God would want to see. Bible says if just one person anafanya nini? Anakubali Yesu Kristo, anaokoka, kunakuwa na furaha kule mbinguni. Just one person. So we have to go and preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Wacha tupate highlights nyingine. Wale ambao wako online hatujawasikia, kama kweli mko kama mko tafadhali unaweza pata pia wewe nafasi uweze kuchangia katika today's study. Na karibuni sana. Kuna mtu mwingine ambaye angependa kusema? Yes, brother Nicholas. Amen. God is God of wrath. Kwa maana ukiangalia chapter 1 Jona anaepa Mungu, lakini Mungu anamtafuta. Ukikuja chapter 2 Jona anarealize, anatoka kwa ukuu wa Mungu, anaomba msamaha. Mungu still anamsamea dhambi zake. Now because we are in chapter 3, now Jona amekubali kwenda Nineve kuhubiri neno la Mungu, ama proclaim God is younger to Nineve. So hii inamkuja for the second time. Na we as Christians, God yeye akiwa amekupoint, he will not leave you. Hata wewe iwe aje, he will not leave you, because hii ya tatu sasa Jona anaenda Nineve, anahubiri neno la Mungu, anaingia hata pale. It was a very large city ambaye alikuwa na work for over 3 days, because 3 days nimeiona imeapia 2 times pale kwa samaki, alikaa 3 days. Nao sasa kwa city anatembea, ana work for 3 days. 3 days, 3 simplifies ni ukamilifu wa Mungu, God the Father, the Son and the Holy Spirit. So the Spirit when it searches us, haiwezi kuachilia. Weta iwe ni trouble in heart, haiwezi kuachilia. Sasa anaenda hapo anahubiri, ana proclaim God is younger to the people of Nineveh, na watu wakaitikia. Ndio unaona hata huyu king wakati alisikia hii mambo, sasa akasema sasa kimeumana. Sasa hata mimi lazima niweke robes zangu chini, nguo za ukubwa. Sasa mimi lazima na watu wangu lazima sasa tuombe Mungu, lazima tupase, lazima tuvae sackcloth, kwa sababu
God's anger is upon us. Na wakati huyu king unaona anaona hivyo, wakati ana proclaim anamwambia nini, utakuwa overthrown if you don't obey, and if you don't repent, if your people will not repent, nchi yake itaangamizwa. Ndio unaona anasema sasa hata wanyama sasa wavalishe, hata sijui walikuwa wanavalishwa aje. Sasa wavalishe hizo sackcloth, wasikule, sote tusikule, tuombe Mungu, to repent our sins, ili Mungu anga yake isituangukie. What am I saying? We as Christians, mostly tunakaa in comfort zone. Sinaimba sawa, sina praise sawa, sina sawa. We come to a comfort zone, yani tunajiangalia sisi. We don't look for those people who are on it for the word of God. Ndio unaona Yona yeye alikuwa anaangalia hao watu tayari neema yao enemies, but God wakati alikuwa anamtafuta hakumwachilia. And that's why unakuta we go out to proclaim what is anger. But when we proclaim, Mungu akisikia, he would not perish us, he would not perish his people. Instead, he will show his love to us, he will show love to his people, na anatuondolea ile wrath ako nayo. Ukiangalia huyu Jona nani, wakati alisikia, sasa kama hatasikia hata obey, sasa atanyang'anywa ukubwa yake by force. His power will be overthrown. Sasa akaona hapana, kama government yangu inaenda kutolewa, mimi ni nani nisinyenyekee kwa Mungu? Mimi ni nani nisikae bila kukula? Mimi ni nani watu wangu wasikae bila kukula? Na tuombe msamaha ili Mungu alilent isianga to my country. So that's why tunaona hata kama ni uwezo, hata Ruth angeona hivi aturumie, aseme nchi yote tuungame tupasi, because where we are much ending to, but Mungu amuonekanie, tumuombe Mungu amuonekanie. So hii ndio nasema God yeye ana upendeleo kwa binadamu yoyote. Radi yake ikiingia itaingia, na kama huruma iko kwa sababu ni wa upendo, anatupea the next chance, na tunasamehewa na tunamrudia na anafurahia na sisi. Asante, brother Nicholas. And indeed, God is a God of mercy, and is a God who is faithful. And I'm looking at the heart of the king, and the fact that I'm looking at in that particular palace kulikuwa na all manner of food ambayo ungeweza kula. Inasemekana katika parliament yetu hii ya kwamba kuna billions of shillings zinakuwa spent kwa refreshments tu, watu wakienda pale. Unapoangalia ile pesa ambayo imetengwa ya chai na vyakula ni pesa nyingi. Kama like now if State House today inasema hata tumesimamisha hiyo yote. Tumesimamisha hiyo yote, hakuna kula, hakuna kunywa. Sasa watu tunafunga na tunaomba. So I'm also seeing love ambayo inajidhihirisha katika moyo wa huyu king, because if you really love your people, haungependa janga liweze kuja kwa ajili ya nchi yako, sio hata kwa sababu ya your throne. It's like he also loved his people, na hangependa ya kwamba nchi yake ama katika wakati wake wa utawala jambo kama hilo liweze kufanyika, ya kwamba kuwe na ile judgment na watu au Nineve iweze kuhukumiwa na Nineve iweze kuangamia. So he loved his people, and he also loved he wanted to prosper katika ule utawala wake, and he acknowledged that only God angeweza kushikilia ama kusimamisha ule utawala wake. Bwana asifiwe. So kama chochote kitaweza kufaulu, hata katika kazi yako ambayo unafanya,
ama katika huduma yako, lazima kwanza uwe mtu ambaye utatambua, na unatambua mahali umekosa, tambua umekosa na ukimbie msalabani. Ambia Mungu aweze kukusamehe, aweze kukurehemu. Usijifiche katika religion yako. Mimi niliokoka mwaka wa hao watu wameokoka hivi karibuni. Hao nyinyi nyote mmeokoka hivi karibuni. Nyinyi hamkuokoka siku zile zetu, zile siku ambazo tulikuwa tunaangalia dhambi, tunakimbia. Lakini kweli ukiangaliwa maisha yako sasa, wewe umejificha kwa hiyo. Wewe umejificha kwa hiyo. Lakini Mungu anaangalia moyo. Anaweza kuwa ameokoka jana, lakini Mungu anaangalia moyo. Ni nini iko kwa hiyo moyo ndani? So Mungu aweze kutusamehe na Mungu aweze kupatia nafasi nyingine, na kweli atatupatia nafasi nyingine kwa sababu amejawa na neema na rehema tele tele. Bwana asifiwe. Kuna mtu ako na highlight? Yes, endelea alafu tutampatia. Nilikuwa na hadi tu yenye watu wamesema, if you are a leader, yafaa ujulikane wewe na leader namna gani, kwa sababu huyo Jona alienda kwa leader, na leader wakati alipeana hizi news inategemea na leader namna gani. Nilikuwa najifunza kwamba if you are leading people, wewe unawalidi namna gani, kwa sababu wakati huyu king alivunjika akatupa ile crown yake na akasema watu wafunge na kuomba. Nilikuwa nakifikiria na ng'ombe ambao walikuwa wanakamiwa maziwa kwa sababu hawakula hiyo siku. Yaani ng'ombe zikapitia katika hiyo hali. Na paka Mungu mbinguni akatingisika. Akasema hajawahi ona kitu kama hii. Hata mimi mwenyewe sijawahi ona. Kwa sababu vile huyu king alivunjika akawa humble. So inategemea na king gani ambayo anaweza kuwa humble ili Mungu aponye nchi. Kwa sababu wakati huyu king kama angekuwa kichwa ngumu aseme hiyo ni yako, na wamweke ndani, wamweke jela, so nchi ingeangamia. But inategemea na wewe ni king gani, unaongozwa na Mungu au wewe tu ulijiweka tu pale. So hapa inasema kwamba tusiwe kiburi tunapopanda huko juu, kwa sababu yeye angekuwa kiburi basi Nineve ingeangamia. Lakini ile humbleness ambayo king alikuwa nayo ilifanya Nineve Mungu akasikia hiyo maombi na akaponya Nineve. Amen. Kweli kiburi hiyo ndio inakuwa mwanzo wa kuanguka na kutoka kwako. Whether you are who, ama jina yako iko wapi. Unaweza kuwa hata kanisani wewe ni mwimbaji, na wewe ni mwimbaji, wale waimbaji ambao kweli wajulikana, na jina lako liko pale juu. At the moment now unakosa kutii, unakosa kunyenyekea, unakosa kutubu kama katika dhambi yako, then utaweza kuanguka. Na pia lazima tuwe na ujasiri kama sisi Mungu ametuma, lazima tuwe na ujasiri wa kupeleka habari. Tuwe jasiri kuweza kupeleka habari, and it takes a lot of courage even to minister to your own people, even to minister to your own even parents and your siblings. It takes a lot of courage. And if you really love them and you're concerned about their well-being and the future, mahali ambapo wataspend their eternity, then we have the courageous enough and face it head on and tell them, hey, kunaye Mungu anayewapenda, Mungu anaye hataki muweze kuangamia, anataka muweze kupata uzima wa milele. So we have to be willing to take the message, and again pia vile brother amesema, lazima tuwe na hali ya unyenyekevu. Haijalishi kiti ambacho tumeketi, kiti aina gani. Karibu Pastor Florence. I have another one. Then after again
again passing through this chapter, when the city was to be overthrown, then when the people wore sackcloth, then when the king came from his throne and removed his royal clothes and he wore sackcloth, then when they were repenting, then when God showed them mercy, then I discovered that God's mercy is conditional on repentance. Like, in order to access, yes, the mercy of God is abundant and available to us, but in order for us to access it, we must repent. And also in Proverbs 28, verse 13, I'll read, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Yes, based on condition that we have to be willing, confess our sin. What is it that you have done? What is it that you have done? Romans chapter 10, verse 8 is clear. It says that it is by the heart that you believe and the mouth that you confess. So you have to confess. You have to confess that you are on the wrong and that you have sinned. And then when you do that, then that is how now you're going to receive mercy. And that is how you're going to be reconciled back to God. So that repentance is what really is expected of us. I won't mention mtu fulani. Mtu fulani. There's something I wanted to say, lakini wacha niseme. Wacha nishikilie maneno yangu. Yes, Pastor Florence, utasema alafu baadaye tamalizia. Kuna mwingine, wacha Pastor Florence and then we can give Rowena. Yeah, I think two things. One, the fact that God extends mercy before judgment. Na kwamba kila wakati kabla Mungu hajaleta hukumu, lazima anapeana rehema. So we are seeing him extending that mercy to the people of Nineveh. And I like the way the people of Nineveh took advantage of the mercy that was extended to them. And I'm just feeling like the way Jesus Christ was talking to the Israelites, and he was saying that the people of Nineveh will stand against you in judgment. I feel like the people of Nineveh are an indictment even to us. They were heathens who are very evil, but on hearing this message, actually the preacher was not even inviting them to repent. He's just telling them 40 more days and you will be overthrown. But we see how they respond. And I'm asking myself how many times I sit under the preaching of the word of God, and I think I change very little. Sometimes I've been asking myself, if only I could act on maybe even 10% of the messages that I hear, maybe I could be much, much better than who I am today. And so it's just a challenge to us that these people, they will judge us. They listened to that message and then they decided to repent and to turn away completely. But as you are saying, sometimes we become religious. So every Sunday we listen, like this year we are being talked to about love, loving God and loving our neighbors. But at the end of the year, will we have done something about it? Or kuna zile vitu tu ambazo bado hata mwaka ikiisha, ile chuki nilikuwa nayo tu nikiingia mwaka wa 2025 na nimesikia the whole year about the love of God and how I'm supposed to love even my enemies, lakini bado unapata mwaka unaisha na niko pale pale.
So Mungu anirehemu na aturehemu. Amen. Mm. Inaitwa moto ya makaratasi. Moto ya makaratasi, vile moto ya makaratasi wakati mwingine inawaka haraka sana. Inawaka na unaona kama kweli inawaka. And many times when we hear the word of God, inakaa kama tumeisikia na tutalinda na kuweka neno la Mungu katika mioyo yetu. But many times we release the word of God easily, and then the impact ya neno la Mungu katika maisha yetu inakuwa kidogo sana. Na kama kweli tungelinda neno la Mungu vizuri na tulishikilie kwa neema, we have read the word of God, or we have heard the word of God, we obey the word of God, and we practice the word of God in our daily lives, then hiyo tutakuwa watu ambao wamebadilika for good. And may the Lord help us, like Pastor Florence is saying, may the Lord help us. Na Mungu aturehemu tena na akumbuke rehema zake juu ya maisha yetu, kwa sababu kweli anapotuangalia, kwanza mimi anaponiangalia vizuri, anaona mtu mwenye dhambi nyingi sana na anisamehe hata mimi. Yes, Sister Rowena. Praise God. Amen. Something that stood out. Something that stood out for me while looking at chapter 3 was the grace of God, the undeserved mercy and pardon that God show hawa watu never. And I was being reminded of the book. I don't remember the book, but scripture yenye inasema that the grace of God that brings salvation has appeared unto us. And God was gracious enough to these people when they acknowledged their sin. When Jonah came and preached that God was going to bring judgment, they acknowledged and confessed and repented and went as far as putting on sackcloth and fasted, man and beast, and God was aliwaondolea hiyo penalty yenye alikuwa awalete kwao. Yeah, and I was reminded of my salvation, that while I was still a sinner, Christ died for me. And I was being reminded that sometimes kama Wakristo tunachukulia the grace of God for granted. Ni kama wana wa Israeli venye these major prophets will preach to them, rebuke them, come back to God, repent. And these were unbelievers who had never seen God, had never experienced the miracles that he could do. But yet when they were told, repent, that judgment was coming upon you, they repented. And they had never seen God, they had never even experienced the miracles that he could do. And I'm being challenged that I should not take the grace of God for granted. Yeah. Amen. We should never take the grace of God for granted. And that is why Ephesians chapter 2 verse 8, where it says that it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It's not from yourself. It is the gift of God. It's the gift of God for us. So anytime when God extends grace to us, we should never ever take it for granted. We should never ever take it for granted. And the Bible also says that we work out our salvation with fear and trembling. So we should never ever take the salvation of the Lord for granted. And I pray that the Lord will help us, and that the Lord will strengthen our faith, and that
we will be quick to repent in that time when, because Holy Spirit is always there and He always reminds us. He always reminds us of the things that we have done. And so let's be quick to repent and turn away from our wicked ways. And as we do that, God will bless us. Mchungaji anaweza kutuambia kitu tu akituombea akitumalizia hapo kwa jina la Yesu. Asante sana kwa kushiriki na sisi mchungaji, nyote ambao mmeshiriki katika somo la leo. Nafikiri mimi naungana na wale ambao wamesema ya kwamba kutubu kwa Nineve ni indictment kwetu, yani ni hukumu kwetu sisi wenyewe, kwa maana wale walionekana ndio wabaya sana, hawakuwa wana wa Mungu, hawakumjua Mungu. Hatujasikia manabii wengi waliowatabiria, lakini huyu mmoja ambaye hakutaka aliwatabiria kama hataki. Walisikia habari hiyo na wakatubu. Na sisi je, tumesikia habari hii mara ngapi kutoka kwa manabii wangapi? It's very interesting that the Jonah is a contemporary of Hosea. Kwa wasomi wa Biblia, when you check out the historical context, Jonah amefanya hiyo kuhubiri mwaka wa about 785 BCE down maybe to around 740 BCE. Na it is around the same time that Hosea anawahubiria. Hata ukisoma Hosea chapter 1 verse 1 unasikia ni during the reign of Jeroboam the second. The same time that we are tunasoma Jonah, it was during the reign of Jeroboam the second. In other words, the Ninevites did what the Israelites did not do. God had sent many prophets to the Israelites. He sent Hosea, Jonah, Micah, Amos, Joel, others who had been sent to the northern kingdom, and they refused to hear. We already remember kisoma Hosea, mpaka Mungu anatumia picture of Hosea, mke wake kufanya hivi na hivi, watoto wake. Mungu anatumia njia yote iposa watu wake washike ujumbe, lakini hawakushika ujumbe, kwa sababu hawa Waninawi walishika ujumbe na wakatubu. Just a few years later, after Jonah prophesied, the northern kingdom fell to Assyria. These same people, they fell in 722 BCE. Just about 20 years later, the northern kingdom and Samaria, the capital city, fell to Nineveh, so to say, kwa sababu hawa walikuwa wamehatarishwa, wakaambiwa msipotubu mtaanguka. The same message. Msipotubu, your country is going to be run over. Wakachukua Mungu mchezo. Their country was run over about 20 years later. From the time of Hosea, about 750 BCE, just about 20-30 years, wakaanguka. On the other hand, Assyria survives because the other upcoming big nation was the nation of the Babylonians, and they were not able to run Assyria over until way later, almost 100 years later, 600 and maybe 12 BCE, almost 100 years later. So the action of this king and his citizenry saved a nation for a whole century.
May God help us. The action of, and I love what our brother Nicholas alluded to. Kama rais anaweza kuongoza watu wake kwa toba ya ukweli. Wacha hii maombi tunaombaga at breakfast, alafu tunafanya politics in the sidelines. Kama uongozi unaweza chukua swala la toba seriously, na watu watubu, Bwana Mungu atasikia na atajibu. Mungu na atusaidie na ianze na sisi. Bwana Mungu, tunaomba ya kwamba hatutachukulia swala hili la kutubu kimchezo, ya kwamba tutaona neema yako ambayo ni nyingi sana, kiasi ya kwamba hata watu ambao hawaitwi watu wako, na umesema hivyo katika ahadi zako in the Old Testament, that I will call those who are not called my people. Na imekuwa kama hivyo kwa hao wa Ninawi, ya kwamba walitubu kama walivyoanza kufanya kule kwa marikebu, wasio kujua wakaanguka, wakaomba Mungu wa Yona, wakatupa miungu zao. Hata hao wa Ninawi walifanya vivyo hivyo. Na sisi mara nyingi, hata kama tunadai kukujua, tumesikia ujumbe wako, mara nyingi tumeuchukulia kidini tu na tukakosa kuchukua msimamo wa toba kama mfalme huyu na wana Ninawi. Bwana Mungu, tusamehe Bwana, na utusaidie ya kwamba neno lako linapokuja kwetu litapata mioyo minyoofu, litapata mioyo mikujufu, litapata mioyo minyenyekevu. Hatutashikilia udini wetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, sisi tunayo hekalu kwetu, sisi tunaye Mungu. Kama kweli metenda dhambi, tutakuwa radhi kutubu. Bwana Mungu, tusamehe hata sasa yale ambayo tumetenda kinyume na mapenzi yako. Tusamehe Bwana Mungu, maana wewe ni Mungu unaweza kusamehe Ninawi, watu wasiokujua, watu wanaoomba miungu wengine, watu waovu sana. Kama unaweza wasamehe hao, hata sisi tuamini unaweza kutusamehe. Bwana Mungu, tusamehe na utuonyeshe dhambi zetu, mienendo yetu mibaya, na tuwe tayari Bwana kubadili. Kwa maana kutubu sio kukiri tu, lakini kutubu ni kuwa na nia ya kuacha dhambi zetu na kukugeukia na kukufuata. Basi tusaidie Bwana kwa maeneo yale ambayo tumekuwa tukienenda vibaya, ya kwamba tutageuka na tutakufuata na tutakutii kwa utukufu wa jina lako. Asante, wewe ni Mungu wa nafasi nyingine, kama vile ulivyowapatia wa Ninawi, ulivyompatia Yona. Wewe ni Mungu wa nafasi nyingine, na kwa jinsi ambavyo unaendelea kutufundisha wote hapa, hata wale ambao wanatufuata kwa mtandao, ya vile umeendelea kutufundisha Bwana, tunakushukuru. Tuombe ya kwamba tutaendelea kupata ufahamu na ufunuo wa neno lako kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.